Siyam. Taarifu siyam, kuitambua funga. Tuendapo na watu wa lugha wanatuambia al-imsak ni kujizuilia tu. Kujizuilia katika sura yoyote ile huwa ni siyam, saum au siyam. Tunamuona Bibi Maryam, funga aliyoifunga baada ya kumzaa mtoto wake Isa ibn Maryam ilikuwa ni kujizuilia tu, kusema inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Kwa hiyo funga Bibi Maryam ilikuwa ni kujizuilia kusema, ina maana alikuwa anakula siku ile. Kwa tundapo na watu wa lugha, funga natuambia ni kujizuilia. Ama tuendapo na watu wa sheria wanatuambia al-imsak anil akli wa shurb wa ghishyan nisa min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams bi niyyati taqarrub ila Allah. Ni kule kujizuilia kula, kunywa na kuundama, yani mtu kumuingilia ahali wake mchana wa Ramadhani, na baki ya mambo mengi yenye kufunguza tokea machomozi alfajiri mpaka kuzama kwa jua, kwa nia ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi definition unapoambiwa kilugha na kisheria, eneo la kuzingatia ni kisheria, kwamba nimefunga, tafsiri yake nimejizuilia, sintokula, sintokunywa, sintoshirikiana na mke wangu mchana wa Ramadhani, na baki ya mambo mengi yenye kufunguza kuanzia machomozi alfajiri mpaka kuzama kwa jua, sa'i muftarat. Ndio mambo ambayo Sheikh juzi hapa kabla sijamshikia ameeleza, an-nadharu bi shahwa, kuangalia kwa tamanifu, al-ghiba, an-namima. Hayo ni baki ya mambo mengi yenye kuweza kumfunguzisha mfungaji. Kwa hiyo taarifu inayochukuliwa ni hii ya kisheria, na hii ndio tafsiri ya funga, kwamba nimefunga. Na sair muftirat, maana yake kwamba tafsiri ya funga sasa itakuwa ina tafsiri ya maana ya nje na maana ya ndani. Maana ya nje ndio hiyo kujizuilia kula, kunywa na kuundama. Ama maana ya ndani utakuta kwamba macho ya mfungaji yanafunga kuangalia muharramati, masikio ya mfungaji yanafunga, ulimi unafunga, tumbo linafunga lisile futari za haramu, mkono unafunga usiibe, usipige, mguu unafunga. Hapo tutakuwa tumeelewa nini maana ya kufunga, au ukisema nimefunga unakuwa umekusudia nini. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, fadhlu sawm, ubora wa funga. Yadullu ala fadhli sawm al-ahadith al-atiya, yanayojulisha ubora wa funga ni hadithi zifuatazo. Hadithi ya kwanza, kauluhu sallallahu alayhi wasallam, neno lake Mtume rehma za Mwenyezi Mungu na amani za juu lake aliposema, man sama Ramadan, man sama yawman fi sabilillah, atakayefunga siku moja katika njia ya Mwenyezi Mungu. Njia ya Mwenyezi Mungu kama hii, funga ya Ramadhani, bu'da Allahu wajhahu, atauepusha Mwenyezi Mungu uso wake mfungaji huo ani nar, kunako moto 70 kharifa, ina maana miaka 70. Wewe na moto utakuwa nao mbali. Hadithi hii yaonyesha fadhila kubwa kabisa ya mtu kufunga. Na Muislamu akielewa hili, zile sababu zisizokuwa na msingi na madonda ya tumbo, siwezi kufunga, sina iftari, kufika mahala mtu anajenga hoja hata kwamba hana iftari. Sasa kama huna iftari unaacha kufunga, hicho chakula cha mchana utakipata wapi? Asubuhi unywe chai, mchana ule chakula, na usiku ule. Kumbe ni bora ungelifunga, utafuturu uji
na ugali wako na dagaa za Mwanza ukafanya daku, una save. Lakini hupata hoja nyingi hizo kwamba mimi mwaka huu sifungi, sina iftari. Allah subhanahu wa ta'ala katufaradhishia funga hii ya Ramadhani tupate kuchuma mchakato huu mzima wa siku 30 ama 29. Kuna fadhila kubwa sana. Moja hapo Mtume SAW anazungumza siku moja tu ukifunga wewe na moto umbali wake ni miaka 70. Hadithi ya pili inaonyesha ubora wa kufunga. Kauluhu sallallahu alayhi wasallam, neno lake Mtume rehma za Mwenyezi Mungu na amani za juu lake, anasema nini Mtume? Inna fil jannati baban, hakika katika pepo kuna mlango, yuqalu lahu Rayyan, mlango huo unaitwa Rayyan, yadkhulu minhum saimun, wataingia katika mlango huo wafungaji, yauma alqiyama, wataingia siku ya kiyama. La yadkhulu minhum ahadun ghayruhum, hatoingia yoyote katika mlango huo isipokuwa waheshimiwa wafungaji. Ukitaka kujua fadhila na katika hadithi hii, nenda katika mahakama kuu hapo. Huwa kuna mlango maalum umeandikwa mlango huu ni kwa waheshimiwa majaji. Kwa hiyo wewe usio kwa jaji ukipita pale wakati wote unakamatwa. Hauna hadhi ya kupita mlango ule. Na peponi mlango wa Rayyan ni kwa wafungaji tu. Wale wenye madonda ya tumbo na sinaftari hawana nafasi ya kupita katika mlango huu. Na hii ndugu zangu yaonyesha sharafu kubwa kabisa. Katika nguzo 5 za Kiislamu hakuna nguzo yoyote ile iliyowekewa jina peponi kule mlango maalum kwamba kuna mlango wa kalimati tauhid, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, au ikami sala, au mlango wa itau zaka, au haji. La, ni funga peke yake imewekewa mlango maalum Ar-Rayyan. Hii ni kuonyesha kuna sharafu kubwa kwa mtu kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kufata masharti yake na kuacha makatazo yake, kisha apate heshima hii kwamba mlango huu wataingia waheshimiwa wafungaji. Hii ni hadithi ya pili inayoonyesha ubora wa funga. Hadithi ya tatu inaonyesha ubora wa funga. Kauluhu sallallahu alayhi wasallam, as-siyamu junna, as-siyam junnatu minan nar ka junnati ahadikum min al-qital. Asema Mtume, funga ni ngao, kama ngao ya mmoja wenu anapokuwa katika maidani ya vita. Kipigwa kitu cha hatari kule, mtu anaweka ngao yake namna hii. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam kainasibisha funga kwamba ni ngao, kama ngao ya mmoja wetu anapokuwa katika medani ya vita. Hii ni hadithi ya tatu inaonyesha sharaf na fadhila kubwa inayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadithi tatu hizo zaonyesha fadhila na utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Tuangalie hukum saumu Ramadhan. Saumu Ramadhan wajib bilkitab wa sunna wal ijma'. Tunaikuta funga Ramadhani inakuwa ni wajib katika kitabu na sunna na makubaliano ya wanazuoni. Fa amma alkitabu, ama tuendapo na kitabu, fa qawluhu ta'ala shahr ramadhanu alladhi unzila fihi alquran, mwezi huu mlioamrishwa kufunga ndio mwezi ambao ilioteremka Qur'an. Hudan linnasi wa bayinatin min alhuda wal furqan, ikiwa ni mwongozo kwa watu na kipambanuzi kinachotenganisha kati ya haki na batil. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum,
yoyote atakayekuwa yupo na mwezi ukao umeandama, basi na aufunge mwezi huo. Aya hii Al-Baqara 185 ni dalili kwamba funga ya mwezi wa Ramadhani ni wajibu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma sunna, ama tuendapo na sunna, faqaulu nabii sallallahu alayhi wasallam, neno lake mtume rehma za Mwenyezi Mungu na amani juu yake aliposema, buniya al-islamu ala khams, umejengwa Uislamu katika nguzo 5. Shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqami sala, itau zaka, wa hajjul bait, wa saumu Ramadhana, na funga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo pia katika sunna tunakuta imefaradhishwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa amal ijma', faqad ajma'at al-umma ala wujubi siyam Ramadhan wa annahu ahadu al-arkan al-islam allati ulimat min ad-din bid-darura. Hakika wamekubaliana ulimwengu wa Waislamu kunako wajibu wa funga ya mwezi wa Ramadhani ya kuwa ni moja katika nguzo za Kiislamu ambazo zimefundishwa katika dini katika umuhimu mkubwa kabisa. Wamekubaliana, na ijma ni makubaliano ya wanazuoni wote. Jamhur huwa wengine kidogo wanaweza kuwa wamepinga, lakini ijma ni ulimwengu wote wa Uislamu wamekubaliana swala hili. Kwa hiyo tunaikuta funga ni wajibu katika kitab, sunna na ijma. Wa anna munkarahu kafirun murtaddun anil islam, yoyote atakayepinga kwamba funga Ramadhani si wajibu atakuwa meritadi na ametoka katika Uislamu. Wa kanat fardhiyatu sawm Ramadhan يوم الاثنين لليالتين خالة من شعبان من السنة الثانية من الحجرة. Ilikuwa kufaradhishwa funga ya mwezi wa Ramadhani ni siku ya Jumatatu na usiku wake zilizopita katika mwezi wa Shaaban katika mwaka wa pili wa Hijra. Allah subhanahu wa ta'ala akafaradhisha funga ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Sasa tuangalie fadhlu shahri Ramadhan, ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Li shahri Ramadhan fadhlun au fadailun adhima, una mwezi mtukufu wa Ramadhani ubora mkubwa, laisat li ghairihi min ash-shuhur, ubora huo haupatikani katika miezi mingine. Wal ahadith at-taliya tuthbit dhalik, na katika hadithi zifuatazo zathibitisha hilo. Ya kwanza kauluhu sallallahu alayhi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadhanu ila ramadan mukaffaratu lima bainahunna idha ijtanabatil kaba'ir. Hii ni hadithi ya kwanza inaonyesha sharaf. Mtu kusali sala 5, ukasali asubhi mpaka adhuhuri, adhuhuri al-asr, asr maghrib, maghrib al-isha, ukasali Ijumaa mpaka Ijumaa ijayo, na Ramadhani mpaka Ramadhani ya mwakani. Hivi ni vifutio vya madhambi atakapokuwa Muislamu amejiepusha na madhambi makubwa. Atapojiepusha na madhambi makubwa, na inshallah mwisho wa darasa langu Sheikh atatutajia madhambi makubwa ni yapi ya kujiepusha nayo. Hii yaonesha ni sharafu kubwa kabisa
Walillahi alhamdu, wale waliofunga Ramadhani ya mwaka 2022 mpaka 23 umepata laba ya kufuta madhambi endapo utakapokuwa umejiepusha na madhambi makubwa. Hadithi ya pili, kauluhu sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yoyote mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kuwa na imani kwamba faridha hii ameifaradhishwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akawa na imani na kutaraji malipo, atasamehewa madhambi ya mwaka uliokwisha pita. Hii ni sharafu kubwa kabisa inayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadithi mbili hizi zatuonesha fadhlu shahru Ramadhan. Mwende mnanukuu nukta hizo. Nukta ya tatu, fadhlu al-a'mal as-salihah fi Ramadhan. Ubora wa matendo mema, kutenda matendo mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yudhafu thawabu al-a'malu salihah, huongezwa maradufu malipo ya matendo mema ndani ya mwezi wa Ramadhani. Liasbabu minha sharafun wa fadlun wa zaman ka shahri Ramadhan al-mu'azzam. Wa hadhihi ba'dhu an-namudhaj, na hii ni baadhi ya mifano wake lil-a'mali salihah, katika yale matendo mema allati yudhafu thawabuha, ambayo huongezwa maradufu malipo yake fi shahr Ramadhana, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza, qiyamul layl, visimamo vya usiku. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma za Mwenyezi Mungu na amani za juu lake, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kule alisema man sama ramadhana imanan, huku Mtume asema man qama ramadhan, yote mwenye kusimama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akafanya ibada za qiyamul layl, za tarawih, kwa kuamini na kutaraji malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atafutiwa madhambi ya mwaka uliokwisha pita. Jambo la pili, au ubora wa matendo mema katika hadithi ya pili, al-i'timaru, kufanya ibada ya umra. Na walillahi alhamdu, ndugu zetu wenye uwezo wiki hili wanakwenda haram kutekeleza ibada hii ya umra. Qala sallallahu alayhi wasallam, sema Mtume, rehma za Mwenyezi Mungu na amani za juu lake, umratu fi ramadhana ta'dilu al-hajj. Kufanya ibada ya umra ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yalinganishwa malipo yake na mtu aliyofanya ibada ya hija ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii yaonesha fadhlul a'malu salihah fi Ramadhana, ndio ubora kutenda matendo mema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ila ghairi dhalika min al-a'mali salihah al-kathir, na sio kwa miongoni mwa matendo mema yaliyokuwa mengi kabisa unapo vinjari. Sasa hivi tumepunguza, mathalan baada ya dhuhuri miaka ya nyuma kidogo, watu wakijitahidi sana kusoma Qur'ani, utaona kila mmoja kashika. Sasa hivi tumetepeta sana, labda watu wanalala tu, lakini ile amali ya watu kusoma Qur'ani, kuna mwingine anaweza kuambia alhamdulillah, Ramadhani ya mwaka huu nimeweza kusoma khitma 2 3. Sasa hivi mambo haya yamepunguka. Sasa tuangalie bima yathbutu shahr Ramadhan, namna gani yathibiti
mwezi wa Ramadhani. Yuthbit dukhul shahr Ramadan biahdi al-amrayn, huthibiti kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani moja katika mambo mawili. La kwanza, ru'yatul hilal, kuonekana mwezi lailatu 30 min Shaaban, usiku wa mwezi Shaaban, siku ya 30 ya mwezi Shaaban ukaonekana mwezi. Fa idha ru'ya al-hilal faqad wajaba as-sawm, ukionekana mwezi umeandamwa basi funga imewajibika. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, idha ra'aytumul hilala fasumu, mtakapouona mwezi basi fungeni. Wa idha ra'aytumuhu faftiru, na mtakapouona tena fungueni. Hadithi hii yatuthibitishia jinsi gani ya kuthibiti mwezi wa Ramadhani. Wa yakfi fi thubut ru'yat Ramadan adlun wahid, yatosha katika mwandamo wa mwezi wa Ramadhani kupatikana mwadilifu mmoja tu, kiongozi wa nchi akakubali ule uadilifu wake na kisha akautangazia ulimwengu wa Waislamu mwezi umeandama na watu wakaanza kufunga. Na hili ni swala la kiongozi wa dini wa nchi. Pamoja na kuwa tumekuwa na mapote, sasa sijui na rafiki zangu wa mwezi wa kimataifa huwa kuna kiongozi wao, sielewi. Kwa hiyo hapo Ramadhani inakuwa imewajibika. Wa ikmalu shahru Shaaban 30, fa idha atamma li Shaaban 30 yawman, itapokamilika siku 30 za Shaaban, fa yawm al-wahid wa 30, ila siku ya 31 huwa awal min Ramadhana, huwa ndio siku ya awali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani qat'an, na si vinginevyo. Qala sallallahu alayhi wasallam, tukmilatu li hadithi sabiq ya dhikr, fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30 yawman, ikiwa patakuwa na mawingu basi kamilisheni idadi ya siku 30. Hivi ndivyo inavyothibiti mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ulimwengu wa Waislamu wanaingia katika kufunga. Sasa tuangalie shurutu saum, sharti za funga. Yustaratu fi ujubi saum ala almuslim, ni sharti katika kuwajibika kufunga kwa Muislamu, an yakuna aqilan, anayefunga awe na akili timamu, balighan, anayefunga au amebaligh, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa lake Mtume rehma za Mwenyezi Mungu na amani za juu lake asema, rufi'a alqalam an thalatha, imeziwiliwa kalamu kuandika madhambi kuna kwa watu wa aina tatu. Ani naim, mtu alolala haandikiwi dhambi, hata yastayqidha, mpaka amke, akifanya kosa ndipo atapoandikiwa dhambi. Wa ani sabii, mtoto mdogo haandikiwi dhambi hata yahtalima, mpaka abaligh. Wa ani almajnun, na mwenda wazimu haandikiwi dhambi hata yaqila, mpaka akili irejee kutoka katika ile jinna yake. Wa yakuna almuslim sahiha, na awe Muislamu anayefunga mzima, ghairu maridh, asiwe mgonjwa, muqim, mkazi wa mji, ghairu musafir, asiwe msafiri, tena qadirun alayhi, au mwenye kuiweza, min ghairi mashaka, pasina matatizo yoyote, baligha, yatakaomfika wakati atapofunga. Wayajibu an takuna almar'a, na ni lazima awe mwanamke anayefunga Ramadhani tahira min alhaidh wan nifas,
atakasike na hedhi na nifasi, ndipo anawajibika kufunga. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kuna lake Mtume rehma za Mwenyezi Mungu na amani za juu lake aliposema, fi bayani nuqsani dini almar'a, katika kuweka wazi upungufu wa dini ya mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Je, haijawa mwanamke anapokuwa katika hedhi hasali wala hafungi? Hizi ndiyo sharti za mfungaji. Awe Muislam, ana akili timam, baligh, awe mzima, asiwe mgonjwa, awe mwenye kuiweza. Qur'ani imetumia neno itaqa. Wa ala alladhina yutiqunahum, na wale ambao wasioweza kufunga, fidyatun ta'amil miskin. Kwa hizi ni sharti za mfungaji. Tuingie nukta, man yarkhasu lahum alfitra wa yajibun alayhi alqada, watu ambao inalazim kwao kula mchana na inalazim kufunga. Wa kwanza, almaridhu alladhi yarju bur'uhu fa innahu yubahu lahu alfitra, mgonjwa ambaye yatarajiwa katika ule ugonjwa wake atapona, ni halali kwake kula mchana. Thumma yaqdi ba'da dhalik ma aftara, kisha atalipa masiku yale ambayo alikula mchana min al-ayyam, katika masiku ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa idha stata'a al-maridhu as-sawm, atakapoweza mfungaji kule kufunga bila mashaka, pasina ya matatizo ya aina yoyote yale, sama, atafunga. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa man kana minkum maridan au ala safarin fa'idatun min ayyamil ukhra, yoyote atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa au yuko safarini, basi atakuja kurejesha katika masiku ya mfungo mosi. Dini yusra, ni dini nyepesi, dini ambayo unaposafiri sheria ya kuruhusu ufungue, unapokuwa mgonjwa sheria ya kuruhusu ufungue. Wa pili, almusafir idha safara almuslim masafata taqsir fiha sala, atakaposafiri muislam safari ambayo inaupelekea kupatikana masafa ya kisheria ya kumwajibisha kupunguza sala, fayubahu lahu alfitra, ni halali kwake kula mchana. Wa yaqdi ma aftarahu, na atakuja kulipa yale masiku ambayo alifungua min al-ayyam inda hudhurihi, wakati wa kufika kwake katika mji wake. Fa idha kana as-sawm wajib, takapokuwa funga ni ya wajib. Hawa ni man yarkhasu lahum alfitra wa yajibun alayhi alqada. Nimalizie ili nipishe maswali ili shekhe aweze kujibu. Man yarkhasu lahum alfitra wa tajibu alayhi alfidya faqat. Man yarkhasu lahum alfitra, wale ambao wanaruhusiwa kula mchana lakini watajibu alayhi alfidya, ina lazim kwao kulipa fidia, sio kufunga bas. Yarkhas fil fitri, anaruhusiwa kula mchana li sheikh al-kabir, mtu mzima kikongwe, wal mar'atu al-ajuz, na mwanamke kikongwe, wal maridhi alladhi, na mgonjwa ambaye la yarju bur'uhu, hategemei kupona ugonjwa wake, kifua kikuu kipevu, madonda ya tumbo mapevu,
huyu hategemei kupona. Waman fi hukmi haula, na wale wako katika hukumu ya awa, mimman yajhadu sawm, wale ambao wanashindwa kufunga, wayashukun alayhi mashaqqa, na akijaribu kufunga atapata matatizo makubwa. Ifika saa 8 mtu ulimi unatoka, mbia bana wewe huwezi kufunga. Mashaqqatun shadid fi jamii fusuli sana, katika msimu mzima wa mwaka, hali yake ni hiyo. Fa haulai jami'an, hawa wote yarkhasu lahum alfitra, wanaruhusiwa kula mchana, wa an yut'imu an kulli yawmin, na kulisha kila siku miskinan, maskini, muddan min at-ta'am, pishi ya chakula. Ile eneo Sheikh atazungumza pishi ni nini hapa. Pishi ya chakula. Wala qadha alaihim, wala hakuna kulipa, liqauli Ibn Abbas radhiallahu anhuma, kwa neno lake Ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amuiradhi au iradhi, rukhisa lishaykh alkabir, ameruhusiwa mtu mzima kikongwe, an yut'ima an kulli yawm, alishe kila siku miskinan, wala qada'an alayhin, wala hakuna kulipa juu ya watu hapa tuliowataja. Inshallah tuna nukta ngapi hizo tumesoma? Inshallah sasa tukaribisha maswali ndani ya darasa, na hata kama ikiwa nje ya darasa Sheikh inshallah atajibu.